Naam, kwa taarifa rasmi kabisa kutoka katika uongozi wa klabu ya Young Africans zimeshakwisha kufika hapa katika meza yetu ya matangazo. Na sisi ni wakati wetu sasa kukujuza wewe mwanafamilia wa H&T Media ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo, hasa katika lile sakata la dabi ya Kariakoo. Bana, kulikuwa na vuta kuvute za hapa na pale kuelekea kwa mechi ya dabi ya Kariakoo kutoka ilivyoahilishwa, na mpaka sasa Young Africans wamekubali kucheza dabi. Bana, kabla hatujoiangalia taarifa hii kwa undani kabisa, nikusanue tu kitu kimoja kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Nikukaribishe kwamba asante kwa kujiunga sehemu salama kabisa ambayo inakupa taarifa za michezo kila wakati kila saa. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utaifuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Iruhusu kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu punde tu tunapokuwa tunazileta hapa. Utakuwa wa kwanza kuzitazama ukiwa sehemu yoyote ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, unaambiwa Young Africans wamekubali kucheza dabi ya Kariakoo. Bana, hizi zinaweza zikawa ni taarifa mpya kuzipata ama kuzisikia, lakini kwa sisi ambao tupo kwenye system ya uongozi wa klabu ya Young Africans ni kwamba dhahiri shahiri kwamba mechi itachezwa na Young Africans tayari wameshaanza kutengeneza mpango kazi wa kumfunga Simba ili aweze kukosa makombe yote katika msimu huu wa 24-25. Bana, taarifa iko hivi. Yanga wamekuja na mpango kazi wa kuweza kumfunga Simba na wamekubali kucheza mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Kwa taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba uongozi wa klabu ya Young Africans kwa kupitia mashabiki nguri na wanachama nguri maarufu ambao wapo katika taasisi hiyo, tunazungumzia wale mashabiki maarufu ambao huwa wanasafiri na timu sehemu yoyote ile, tayari wameshapewa mpango kazi na mkakati wa kuwaaminisha mashabiki wenzao na kuwatoa ile sumu ya hatuchezi. Sasa wamekubali kucheza. Mpango kazi upo hivi. Uongozi wa klabu ya Young Africans umeona sasa kwamba ni wakati mzuri wa wao kukubali kucheza dabi kutokana na kwamba Simba amepoteza ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Kwa hiyo sasa wanachokifanya kwamba wao wamekubali wacheze mechi hii ili hata ubingwa wa kombe la NBC Premier League, ubingwa wa kombe la ligi kuu akose vile vile. Ndio mpango kazi ambao Young Africans wameutumia kuwaaminisha mashabiki wao ili waweze kukubali kwa namna hiyo, kwa engo hiyo ya kwamba wamekubali kucheza mchezo huo wa dabi ili wamfanye Simba akose ubingwa wowote katika ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia Young Africans ametangulia hatua ya finali katika kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation kwa hapa Tanzania. Anamsubiri kati ya Simba Sports Club ama Singida Black Star ili waje wacheze finali hiyo. Lakini sasa kwa namna ambavyo naweza kuiona kwamba nafasi ya Simba kushiriki katika michuano hiyo ya kombe la shirikisho la NBC la CRDB Bank Federation ni ndogo, kutokana na kwamba tarehe 28 kesho kutwa Simba atashuka dimbani kuwavaa Singida Black Star katika mchezo wa nusu finali kombe la CRDB Bank Federation, ambapo pia tarehe 30 atashuka dimbani kuwavaa Singida Black Star pia katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni namna gani ambavyo wametoka kutumia nguvu kubwa katika mechi ya finali, alafu tena wanakwenda kucheza mechi ya nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation. Unaona kabisa kwamba wanakwenda kukutana na Singida ambaye amerelax muda mrefu, ambaye toka mechi ya kirafiki ambao walicheza na
na Yanga na Singida Black Star kuibuka na ushindi wa mabao 3-2, unaona kabisa kwamba Singida Black Star wamerelax na wamepata muda mwingi wa kupumzika, tofauti na Simba ambaye ametoka kutumia nguvu kubwa katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Anakwenda kukutana na Singida Black Star ambaye kwanza hana pressure yoyote katika ligi, hagombei ubingwa wala hagombei kitu chochote tofauti na CRDB Bank Federation. Ni lazima atakuwa na umakini mzuri na atahakikisha anafanya kazi kubwa ili kuwapa ugumu Simba kupata matokeo katika mechi hii. Unaona kabisa kwamba bado ni opportunity ndogo sana kwa upande wa Simba kuvuka katika hatua ya kwenda fainali katika mechi hii ya nusu fainali ambayo itachezwa tarehe 28. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo utaiona kwamba inaweza kawa ni ngeri kwako, lakini ndo uhalisia ulivyo. Unaona kwamba mwanya wa Simba kupata ubingwa wowote katika msimu huu imekuwa ni ngumu kutokana na kwamba maamuzi ya Simba kupata ubingwa anayo Young Africans. Nasema hivyo kwa sababu gani? Endapo kama Young Africans atakubali kucheza dabi, ina maana atakuja na mpango kazi wa kumzuia Simba asipate ushindi katika mechi hii, na hapo itakuwa ni rasmi Young Africans ametawazwa kuwa bingwa, kutokana na kwamba mechi zingine zilizobaki hizi ni za kawaida sana ambazo hazimzuii Young Africans kupata ubingwa katika mechi hizi ambazo zimesalia. Lakini pia kama Young Africans ataendeleza na msimamo wake ule ule wa kutocheza dabi na Simba Sports Club akapewa point katika mchezo huu, basi unaona kabisa kwamba huenda akawa bingwa. Lakini uamuzi wa Young Africans kuwa bingwa ama kutokuwa bingwa wanao wenyewe mkononi mwao, lakini kwa mpango kazi ambao Young Africans wamekuja nao wa kuhakikisha kwamba Simba asichomoke na ubingwa wowote katika msimu huu, basi ni kwamba ni dhahiri shahiri kwamba Young Africans wamekubali kucheza dabi ili kumzuia Simba asiibuke kuwa bingwa katika mchezo wowote. Hiyo imetokana vipi? Pia wanaangalia matokeo ambayo atayapata Simba katika mchezo wake dhidi ya Singida Black Star ambao utaipa taswira ya ni nani atakwea fainali katika mchezo katika fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation. Lakini baada ya mchezo pia wa ligi kuu ambao watakutana pia na Singida Black Star, huo nao utaipa taswira Young Africans kwamba wakubali kucheza ama wasikubali kucheza. Kama unataka kuamini hiki ninachokuambia ni cha ukweli kwamba Young Africans wamekubali kucheza mechi, tuliona jana kuna klipu ilikuwa inatembea katika mitandao ya kijamii ikimuonyesha shabiki nguri wa klabu ya Young Africans kwa jina sitomtaja, lakini kwamba clip yake imesambaa sana jana. Ni kwamba alikuwa anasema sisi dabi tutacheza ili tumzuie Simba asichukue ubingwa wowote katika msimu huu. Hii imekuja ni kwamba wanaenda nayo taratibu, lakini dakika ya mwisho itakuja isambae kwa mashabiki wote wa klabu ya Young Africans na waitoe ile sumu ya hatuchezi, badala yake sasa wakubali kwenda kucheza mchezo huu ili wamzuie Simba asichukue ubingwa katika michuano yoyote ile. Lakini swali sasa la kujiuliza, Simba ilivyokuwa hivyo, je, itakubali kuzuiwa na Young Africans? Itakubali kuzuiwa na Young Africans katika mbio zake za ubingwa wa ligi kuu msimu huu? Basi majibu nayo hapo kwenye comment. Hakikisha kwamba una drop comment yako hapo, alafu mimi nitakuja kupita nayo katika updates zinazokuja ili kuhakikisha kwamba tunapatana kwa uzuri kwa wewe mwanafamilia wa Headset Media ambaye umetenga muda wako kuzitazama taarifa hizi zinazokujia kila siku, kila wasaa, kila wakati. Basi ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba una drop comment yako hapo, niandikie kwamba je, Young Africans ana uwezo thabiti wa kumzuia Simba katika mbio zake za kupata ubingwa wa NBC Premier League ama kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation. Comment yako ni ya muhimu sana, mimi nitakuja kupita nayo katika wasaa wa kusoma comment hapa Headset Media Sports.